السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli wa ba'd. Baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika somo lililopita tulikuwa tumegusia kwamba huu Uislamu Allah ameufanya katika taratibu za kujisalimisha kumtumikia yeye, umo katika vipengele vinne. Navyo kimoja ni itikadi. Kwanza, itikadi ya kumpwekesha Allah kwamba yuko peke yake, kumtumikia, ibada iwe kwake peke yake, tumfanyie hivyo, tumpwekeshe peke yake katika matendo yake anavyofanya, hafanani na mwingine, na sifa zake. Hiyo ni itikadi, na hii itikadi inajengwa na zile nguzo sita za imani. Tukampata Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyoeleza mwenyewe, a'udhu billahi minash shaitani rajim, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Tukaifafanua kwa upana, Allah hakuna chochote ambacho anafanana nacho yeye, naye anasikia na kuona. Tukafafanua kwamba pametajwa kusikia na kuona, lakini hasikii, kama hakuna anayefanana na yeye kwenye kusikia wala anayefanana na yeye kwenye kuona. Kipengele kingine ni utumishi, ibada. Kipengele hiki cha pili, baada ya kuwa kuna itikadi na kuwa sisi tumeumbwa kwa ajili ya nini, cha pili ni ibada. Hii ibada wanazuoni katika kuichambua wakaona kuna ibada ya muamalati, kuna na ibada akhlaq, kuna na ibada ya nembo. Zile nembo tano katika nguzo tano za Uislamu, nembo maalum zinaonekana. Ibada za utumishi zinaonekana kwenye nembo tano za Uislamu, zile nguzo tano za Uislamu, ambayo ni shahada na swala na kufunga na kutoa zaka na kuhiji Maka. Sasa hizi hazionekani ufanisi wake mpaka paonekane zinafanya kazi gani kwenye miamalati na akhlaq. Sasa ndio vinapatikana vifungu hivyo vinne, kwamba Uislamu itikadi kwanza, halafu panapatikana ibada. Ibada ndio utumishi, na huu utumishi unaonekana kwenye zile nguzo tano za Uislamu. Halafu hizi nguzo tano huwa hazizai matunda mpaka papatikane zinaonekanaje nguzo tano, athari zake kwenye miamala nje huku na tabia zetu njema. Tuko pamoja? Haya tuliyapitia kwenye darasa iliyopita, na tukaishia kwenye kipengele kwamba tunaposoma majina ya Allah, tunapojifunza kujua majina ya Allah na sifa zake, lengo kubwa ni kukuza kiwango chetu cha imani. Tuko pamoja? Tukaishia kwamba lau kama mtu kwenye taswira hii ya Uislamu akafika pahali akawa lau kama mtu katika maisha yake ya kila siku akafika pahali anaishi kwa falsafa za watu tu, hakupata mwongozo wa Allah unaomuongoza namna gani yaishi huyu mtu, kuna siku ghafla tu atakuja kuiona ameingia kwenye tukio asilolitegemea. Turudie tena kwenye kipengele hiki, falsafa ya maisha mazuri yalivyoelezwa na Uislamu. Uislamu unamletea mwanadamu taswira iliyopangika kwenye ulimwengu na maisha yake ya kila siku. Taswira moja kwa moja, vitu vyote viende sambamba kumtumikia Allah. Ulimwengu uko hivyo na sisi tukatakiwa tuwe hivyo. Unamletea taswira mwanadamu siri ya maisha ya dunia, ili aone kila kitu kina hekima gani, misiba ikitokea ina hekima gani. Uislamu umeweka wazi.
Kwa nini nipo duniani? Kwa nini ninakufa? Nimekujaje? Mwisho wangu nini? Vyote hivi vimebainiwa na upate majibu zaidi ya ndani ya Uislamu. Huwezi ukapata majibu, ila ni mafundisho ya Allah ndio yatakayokupa majibu haya. Sehemu nyingine yote mtu hapati majibu. Kwa nini hasa nilikuja? Sasa kwa nini matatizo? Kama Mungu anatupenda, mbona matatizo? Majibu yake ni sasa. Leo tugusie kidogo katika mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuona hizi hekima ili tupate majibu. Hekima ya maisha na kufa, kuwepo duniani mimi halafu nife. Allah ametolea majibu mafupi tu. Suratul Mulk aya ya 2. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Amekuwa mtukufu mwenye baraka nyingi Allah ambaye biyadihi al-mulk, mamlaka yote iko kwake. Manake al-malik, sifa yake sasa, anamiliki kila kitu. Kwa hiyo kila kitu kiko kwenye mamlaka yake. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, al-qadir, katika kila kitu yeye ni muweza. Sasa anaweza kila jambo, akabaini siri ya kuwepo kwetu. Alladhi, yeye ndiye ambaye khalaqa al-mauta wal hayata, ameumba mauti na uhai. Kwa nini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili akupeni mtihani ni nani kati yenu atafanya kazi nzuri zile alizoagizwa. Nani atafanya vizuri katika kazi alizoagizwa? Maana yake kumbe kwenye maisha kumbe kuna kazi, na hizi kazi zinajaribiwa, zinapimwa, ni mtihani. Na kama ni mtihani lazima utoe majibu. Ndio maana kuna nguzo 6 za imani, kuna siku ya ufufuo lazima. Kumbe tuko kazini hapa. Sasa aliyopo duniani akidhani kwamba ni maisha kivyake vyake, anakuwa kala hasara. Lakini alikuwa ametambua hili, kumbe tunapimwa hapa, nani atafanya kazi vizuri. Lazima uhakikishe hizo kazi unazotakiwa kuzifanya ili uzifanye vizuri. Hapo ndipo utakapoona maisha yanakuwa mazuri kwa mtu muumini. Mimi natakiwa nifanye kazi vizuri nilizopangiwa na Allah. Ni zipi? Ukishazijua basi utazifanya vizuri. Ndivyo sivyo? Jibu limepatikana hapo. Angalia misiba sasa. Kwa nini misiba sasa? Mitihani. Misiba sio kufiwa tu, matatizo yani. Kwa nini matatizo? Mungu akatoa majibu. Alitoa majibu mafupi tu. Surat al-Baqara aya 155. Wala nabluwannakum, lazima tutakujaribuni. Hapa katika dunia ya maisha, si maisha ya dunia sio kwamba muishi mnavyotaka. Tutakujaribuni, tutakupeni mitihani. Bi shay'in min al-khawf, mpate woga wakati fulani fulani. Mpate woga, msijione mko huru sana. Maanake mtu akijitosheleza hakuna kinachomtisha wakati wowote. Wakati wote anajiona ni yeye na uwezo wa kila kitu. Kumbe hapana, kuna mambo yeye yanakutisha siku zote, yanaweza yakakutokea, huwezi kuyazuia. Sawa sawa? Vile kuwa hujui utakufa wakati gani, ni woga sio woga. Hujui utaugua wakati gani. Jikinge utakapojikinga, lakini hujui ni wakati gani unaweza ukaugua. Si ndio? Maradhi yanaweza yakaja wakati wowote. Kumbe unaweza ukatiwa woga wakati wowote. Tutakujaribuni, tukutieni woga wakati fulani fulani. Waljui, tukutieni njaa time fulani fulani. Njaa inaletwa na nini? Anaizuia, anaileta Allah kwa njia fupi tu. Anakuzuilieni sababu za maji, sababu za hewa kuwa sio nzuri sana. Hammiliki nyinyi hewa nzuri ya kufanya mimea yote vizuri. Watu wanaweza wakasema siku hizi wanaweza kumiliki namna za maji. Anga hili analitawala Allah. Anaweza akaliletea misukosuko ili vyote mlivyovipanda vikaharibika. Kwa hiyo jua anaweza akakuleteeni njaa, anakupeni mtihani. Wa naqsim min al-amwali, kupungukiwa na mali kwa namna yote. Linakuja janga lolote lile, mali zinapungua. Wal anfusi, kufiwa, nafsi kuondoka. Mtu wako anakufia, huwezi kuzuia. Wala hujui atakufa wakati gani. Unabaki unalia tu, mwanangu, babangu, mamangu, mume wangu, mke wangu. Si ndio hivyo? Si ungezuia kama ni wako? Sio wako.
Mnapewa mitihani ya kufiwa, huwezi kuzuia, hata umpende vipi, uweke matibabu ya aina gani, akitakiwa kufa anakufa, liko nje ya uwezo wetu. Wathamarati, na kupungukiwa na matunda, baadhi ya nyakati yamepungua tu. Unapotupa mtihani huo, ya Rabbi, iweje? Si umetuambia tufanye vizuri? Nataka kupimeni hapa. Wabashiri sabirin, wape habari njema Mtume kwenye hii mitihani wale watakaosubiri, wakiwa na uvumilivu wa kujua yuko Mungu msimamizi, wakavumilia hilo, basi hawa wape habari njema. Alladhina, wale ambao idha asabatuhum musiba, pindi unapowakuta wao msiba katika yote yaliyotajwa, wa aina yote katika haya yaliyotajwa, mtihani wowote ukija, janga lolote limekuja, qalu, wao husema inna lillahi, sisi ni wa Allah, hatukuja wenyewe, wa inna ilaihi rajiun, na sisi kwake tutarudi. Sisi na vitu vyetu vyote vya Mungu na kwake vitarudi. Wakiwa hivyo, Allah anasema ulaik, watu wenye sifa hizo za uvumilivu huo, wanaorudisha mambo kwa Allah, alaihim salawatu min rabbihim, zitakuwa juu yao, yatakuweko juu yao maghfira, salawatu min rabbihim, msamaha kutoka kwa Bwana wao wataupata, wa rahma, na rehma. Swala huwa inafasiriwa rehma kila wakati, lakini pametajwa swala hapa na ikatajwa rahma, basi hapa salawatu bimaana maghfiratun wa rahmatun, na rehma, msamaha wa Bwana wao na rehma kutoka kwa Bwana wao, watapata huruma za Bwana wao. Wa ulaika humul muhtadun, na hao ndio watakaokuwa wameongozwa njia ya sawa sawa, wameongozwa njia ya sawa sawa. Mtu anaweza akasema kama huyo ameongozwa, mimi sikuongozwa, sasa lawama kwangu iko wapi? Ulitaka kuongozwa? Ndiyo. Kama ukitaka kuongozwa, ziko sababu za kufuata, vitu vya kufuata uongozwe. Ukivifuata hivyo, manake umejipendekeza kwa huyo anayeongoza. Ukijipendekeza tu atakuongoza. Ukijiona uko kivyako vyako tu, wewe hutaki kushika mkono, utaongozwaje? Majibu ni haya. Na Suhaib ibn Sinani, huyu sahaba radhiallahu anhu, katika riwaya aliyopokea Imam Muslim, alitueleza maneno haya aliyosema Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Mtume alisema hivi katika kadhia hii ya misiba, matatizo, majaribu, sawa sawa, alisema ajaban li amri almu'min, jambo la mtu muumini la ajabu sana, la kushangaza mno. Inna amrahu kullahu khair, hakika kila jambo lake muumini kwake ni khairi tu. Hii misiba, matatizo, kwake khairi muumini. Asiyekuwa muumini kwake matatizo, muumini khairi. Walaysa dhalika li ahadin, wala hapati hiyo khairi hiyo mwingine yoyote, illa limu'minin, illa kwa muumini ndio kila linalotokea kwake ni khairi. Vipi? In asabathu sarra'u, yakimfikia yeye misiba ile, yakimpata yeye, sarra'u, yale ya kufurahisha, yamemfikia, yamempata ya kufurahisha, shakara, yeye hushukuru, hajioni ni mjanja kwamba ni ya kwangu, sisi ndio wenyewe bwana, sio hivyo. Alhamdulillahi alladhi waffaqani lihadha, namshukuru Allah aliyenipa taufiki ya hili. Manake mwingine unaweza ukamuuliza, vipi siri ya mafanikio yako? Akumbuke kusema alhamdulillahi alladhi waffaqani. Ambia nila leo tu, sisi tunapambana, siri ya mafanikio tunapambana, kwamba ukipambana tu utafikia hivyo. Lakini yule aliyekuwa ni muumini, ukimwambia hivyo, nipe siri ya mafanikio yake, kwanza, cha kwanza, namshukuru Allah aliyeniwezesha. Unaona? Kwa hiyo huyu amekubali kunyosha mkono kwa Allah. Kwa hiyo yakimfikia ya kufurahisha, shakara, kushukuru. Huu mfano unaupiga sana kwa vijana. Vijana ndio walengwa sana kwangu mimi. Vijana manake msemo wa mapambano umekaa kichwani sana. Tunapambana. Ni kweli tunapambana. Tunatakiwa tupambane kweli. Lakini ndani ya mapambano yuko anayesimamia mambo yake, si ndio? Jielekeze kwake, nyoosha mkono kwake, akupe taufiki kwenye mapambano yako. Hilo ndio linalotakiwa kubwa hilo. Usione ni ujanja.
si ujanja. Kwa hiyo muumini yakimfikia ya kufurahisha, shakara, na shukuru, fakana khairan lahu, inakuwa khairi kwake kule kushukuru. Hakujinasibisha na ujanja wake, tena kwa kushukuru kwake Allah atamdumishia neema yake na ataiongeza neema yake. Huyu muumini, wa in asabathu dharrau, na yakimfikia yeye yale ambayo ni matatizo ya kumtia misukosuko ya madhara, sabar, anasubiri, anarudisha kwa Allah. Allah, hapa amenijaribu, namuomba anifanyie wepesi kwenye huu mtihani. Unaona, Allah ametuongoza, usitubebeshe ya Rabbi tusioweza kuyabeba. Anatuambia tuombe hivyo, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Bwana wetu, usitubebeshe yale makubwa mazito tusioweza kuyabeba. Kwa hiyo muumini akimfikia mazito, sabar, anasubiri, anarudisha kwa Allah na kumuomba asimfanyie uzito zaidi. Fakana khairan lahu, kule kusubiri kwake huwa ni khairi. Kwa hiyo mwongozo wa hili hasa kwa vijana, nasema na walenga wao namba moja, ndio wapenzi wangu wakubwa vijana, na walenga, nawaambia usiishi kama mnafiki ambaye hajitambui, anaishi kama mbuzi, hajui amefungwa kwa kazi gani na akiachiwa ameachiwa kwa kazi gani. Yaani wewe umeugua, hujui kwa nini yuko Mungu amekupa mtihani huu. Umepata, hujui kwa nini yuko Mungu amekupa upate. Umekosa, hujui kwa nini kuna mtihani wa kukosa. Kwa hiyo kama mbuzi amefungwa, hajui kwa nini amefungwa, na akifunguliwa pia hajui kwa nini amefunguliwa. Kamba iko shingoni, anaona nimezuiwa tu. Amefunguliwa, anafurahia, anafikiri nakwenda kula nyasi sasa. Kumbe watu wanakwenda kuchinja. Tusiwe hivyo. Tuwe ni wale wanaotambua jaribio likija kuna nini, yuko Muumba. Jaribio lenyewe la kufurahisha, alhamdulillah. Jaribio la kunitia huzuni pia, alhamdulillah. Na muomba Allah asinipe mazito kuliko haya. Hivi tukienda namna hii, tutakuwa tunajua siri za kuwepo kwetu duniani. Birahmatika arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.